Tunawaomba mashabiki na wapenzi wetu kuwa watulivu katika kipindi hiki. Aidha, tutatoa taarifa rasmi za mchezo huu na hatma ya mashabiki wetu kuelekea katika mchezo huu muhimu kupitia mkutano maalum na wanahabari kesho tarehe 20 Mei 2025 saa 5 kamili katika ofisi za klabu ya Simba Oysterbay jijini Dar es Salaam. Imetolewa na Zubeda Sakuru, afisa mtendaji mkuu klabu ya Simba, tarehe 19 Mei 2025. Sasa muda wote Ajeleza tiketi zinafanyaje zile ambazo zilikuwa zinauzwa? Au ndio kesho tusubiri press ya kesho itabeba kila kitu bila shaka. Maana yake muda wote kwa nasumbua mahakama. Muda wote kwa nasumbua mahakama. Hilo yani ndio iko hivyo. Alafu unajua wakati wetu tunazungumza habari ya ile barua ya CAF, tukiwaambia watu kwamba CAF sio kama amefanya mabadiliko ya uwanja, wamethibitisha. Kuthibitisha maana yake ni kitu ambacho tayari kilikwisha kuwepo. Sasa kuna changes, kinathibitishwa. Lakini kwa sababu tayari kulishakuwa na maelezo mengine kutoka kwenye taasisi, na siwezi kuwalaumu kwa waamini kile ambacho kwa kinazungumzwa na taasisi. Sasa hapo ndo tunapokuja kuanza kuulizana, kwa nini walikuwa wanaanza kuuza tiketi kabla ya confirmation ya uwanja? Yani hiyo inatoka. Na tuwakumbushe waandishi watakaoenda katika hii press waende wakaulizie nini hatma ya tiketi ambazo wataeleza. Mtanituma. Sawa. Wataeleza. Lakini kwa nini walianza kuuza tiketi kabla ya uthibitisho wa uwanja? Unapata hiyo point? Mwisho wa siku mmeanza kujenga scenario ya kuonekana kwamba mnaonewa au na vitu kama. Lakini in reality kosa lilikuwa kuanza kuuza tiketi wakati haujathibitisha uwanja. Wewe kwenye database ya CAF inaonyesha kama uliamua au ulichagua uwanja wa Amani kuwa uwanja wako wa nyumbani baada ya Mkapa kufungiwa. Si ndio maana ukacheza pale nusu finali? Kwa sababu baada ya Mkapa kufungiwa ulipata mawasiliano kutoka CAF kwamba ni wapi uwanja wako wa nyumbani utakuwa baada ya kufungiwa. Hawakukuchagulia CAF uwanja. Kwa hiyo kwa utashi na maamuzi ya taasisi wakachagua Amani kuwa uwanja wa nyumbani. Wakapeleka barua yao wapi? CAF. Wakaja kuthibitisha uwanja wa Amani kama umekidhi vigezo na viwango. Baada ya pale wakapewa confirmation, wakacheza pale nusu finali. Sawa. Kwa kwenye database ya CAF baada ya Mkapa kufungiwa uwanja wako wa nyumbani ni upi? Sasa hatujaja au CAF hawajaja kuja kuthibitisha Mkapa kama imeshakaa sawa. Wewe unaanza kuuza tiketi za Mkapa kutokea wapi? Sasa CAF wanakuja kuthibitisha mchezo wa finali utachezwa hapa, unaanza kusema nilishaanza kuuza tiketi. Wewe unauza tiketi, umethibitisha uwanja? Kwa sababu ukienda kwenye kanuni za CAF inakueleza mechi za preliminary na group stage huko hivyo viwanja vitathibitishwa na federation husika. Lakini linapokuja kwenye swala la kuanzia robo finali, nusu finali, finali, viwanja vitathibitishwa na CAF. Unapata hiyo point? Vitathibitishwa na CAF wenye michuano yao. Sasa wewe kwenye robo finali ulishacheza pale na uwanja ukafungiwa baada ya kuonekana uko chini ya viwango. Ukarabati na maboresho ndiyo yamefanyika au yanafanyika au yalifanyika kwa haraka ili kuwahi huo muda. Lakini kwenye ukaguzi kuna muda wa kiufundi ambao wanasema tutakuja kukagua wakati fulani, siku kadhaa kabla ya mchezo wenyewe. Yani wanapeana time kwamba kama tukiukuta, kama ndani ya siku hizi tukiukuta uko kwenye asilimia kadhaa, labda 90, ashumu kwa siku zilizobaki utakuwa umekamilika. Kama uwanja huu tukija kukagua katika siku hizi ukiwa below percent fulani,
most likely kukamilika kwa wakati huo tunakuwa tunazungumzia bali ya uwezekano, probability hizo. Kumbuka huu ni mchezo mkubwa kwenye michuano ya CAF, ni miongoni mwa michezo mikubwa, ni fainali ya michuano ya pili kwa ukubwa ya CAF kwa ngazi za vilabu. Hawatamani ile image ya robo finali ijirudie. Hatusemi kama Mkapa bado yuko katika situation ile, lakini hawa bado wana kidonda kile. Sasa unapata ile image kwenye finali, haileti taswira nzuri. Ni michuano mikubwa na wanataka iende vizuri ikiwa na image nzuri. Sawa. Sasa mimi kitu ambacho sikufurahishwa nacho kutoka kwa taasisi ya Simba ni kuanza kuuza tiketi kabla ya confirmation ya uwanja. Alafu baada ya hapo unaanza kuplay card ya kuonewa. Hiyo ndio kitu ambacho haikuwa sahihi. Haikuwa sahihi. Na kuna namna ambayo wanapaswa sana kuwaomba radhi mashabiki wao. With all due respect, kwa sababu walicheza na hisia zao. Walicheza na hisia zao. Honestly speaking, serikali imejitahidi kufanya kuhakikisha kwamba bajeti ya dharura, sijui nani mfundi wa dharura anapatikana na vitu vingine vyote ipatikane kwa wakati. Naelewa effort ambayo imefanyika. Ile tamaa ya Simba nao kile kitu kifanyike pale, walikuwa wako very right. Lakini the moment tu walivyopewa mawasiliano ya kwanza na kujua kwamba bwana hichi kitu kiko hivi, hawakupaswa kuanza kuhangaika na masuala mengine. Yaani hawakupaswa na kuanza subirini, tutatoa tamko, tutafanya hivi, tutafanya vile. Haikupaswa kuwepo tena. Bana guys, fair square, tulijitahidi, imeshinda. Si kila mtu kaona effort bana. Kila mtu kaona bidii ambazo zimefanyika. Kwamba mmejitahidi ngoma ipigwe Mkapa. Serikali imejitahidi ngoma ipigwe Mkapa, lakini kwa hapa palipofikia wenye michuano yao wameona hapa fai, basi jitihada zimegonga mwamba. Kwa tusianze tena kwanza kuambiana endeleeni, tutatoa utaratibu upi. Wewe sio mwenye michuano. Hamna utaratibu utaanza kutoa. Utajaribu effort zako, lakini ndio umejaribu. At least umejaribu, umeonekana. Unapata hiyo point. Sasa kuendelea kukaa kimya na lile, tutalitolea tamko, tutalifanyia hivi. Na mimi I thought likija na ungekuja pia, labda mimi nafikiri kilichokuwa kinachelewesha kutoa ile tamko labda ni kwamba wakija na tamko lao linapaswa lije na majibu tayari la wale watu 12,000, solution yao ni ipi. Nadhani ndio watakuja nao kesho kwenye press yao. Tuombe Mungu awe na hiyo solution. Kwa sababu hiyo una wakumlaumu ni wewe mwenyewe. Lakini pia mimi I understand kwa nini walianza kuuza kabla. Kuhusiana na sio tu uwanja kujaa ni swala moja. Uwanja Mkapa kujaa hapa hitaji hata siku ngapi. Mpige Berkane pale, alafu matokeo mechi ya kwanza yameisha, umempiga Berkane pale. Huku wewe uhitaji hata kelele. Amediali ukirudi lala nyumbani. Wewe sema tu tiketi zinapatikana sehemu fulani lala. Kuna wao walikuwa wako na target mbili. Kwa sababu mechi ya mkondo wa kwanza ukipata matokeo ambayo yana chance ndogo sana kupi uoni mtu kwa Mkapa. So it's either you sell now au ucheze kamari ya kusubiri. Ninajua watu wengi tu ambao waligoma kununua tiketi kabla mechi ya mkondo wa kwanza. Waone kwanza mkondo wa kwanza umeendaje, alafu ndo tuingie kwenye kugombania na kung'ang'ania na tiketi. Kwa hiyo realistically hata wao wapima. Lakini pia unajua kwenye hili swala la uwanja wa Benjamin Mkapa ni swala ambalo ni kama vile tumekuwa tunapeana sana matumaini au sio, naweza kuzungumzaje, lakini